Hallelujah. Hallelujah. Oh.
Katika semina yetu ambayo tunaanza leo, Mungu ametupa kichwa cha somo kizuri ambacho kinasema, kichwa chetu cha somo kinasema ya kwamba Mungu anayo njia kwa ajili yako kukufikisha katika hatima njema. Wewe unaandika, andika tu ya kwamba Mungu anayo njia kwa ajili yako kukufikisha katika hatima iliyo njema. Na kitabu chetu cha mtaji kinatoka ni kitabu chetu cha Kutoka sura ya 13, sura ile ya 13 na mstari wa 17 hadi ule mstari wa 22. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 13 na mstari ule wa 17 hadi mstari wa 22. Nitakutangulia kusoma maneno ya Mungu. Anasomeka hivi: ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu nao hao waende zao, Mungu hakuongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Mstari wa 18, lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewapisha sana wana wa Israeli, akasema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Nao wakasafiri kutoka Sukothi wakapiga kambi Etham kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. 22 nasema ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Tukirejea katika heading yetu inayosema Mungu anayo njia kwa ajili yako kukufikisha katika hatima njema, nitadefine vitu vikubwa viwili ambavyo vitatupa mwongozo mzuri juu ya somo hili ambalo tunatembea nalo katika semina yetu hii ambayo tunaianza leo. Ninaposema kwa habari ya njia, ninamaanisha ni mwelekeo au mpito unaotumiwa kufika mahali fulani. Ni mwelekeo au mpito unaotumiwa kufika mahali fulani. Ninaposema kwa habari ya njia, ninamaanisha ni mwelekeo au mpito unaotumiwa kufika mahali fulani. Lakini ninaposema kwa habari ya hatima, ninamaanisha kwamba ni mpango wa mwisho wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Ni mpango wa mwisho wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Ni mpango wa mwisho wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Katika dunia hii tunayoishi, ziko safari nyingi ambazo huwa tunaziendea katika maisha haya mpaka umefika hapo ulipo. Ziko safari nyingi ambazo umeziendea na zingine bado unaendelea nazo. Zingine umefika katika mwisho wake, lakini zingine bado uko safarini, unaendelea na safari yake. Nisikilize, katika maisha haya iko safari ya kimasomo ambayo inawezekana kijana mwenzangu unaendelea nayo sasa. Umeanza nayo toka ukiwa mtoto, lakini mpaka umefika mahali hapo bado unaendelea na safari hii ya elimu. Lakini pia kuna safari ya kiuchumi katika haya maisha ambayo unaendelea nayo kijana mwenzangu, ambayo unaendelea nayo mtumishi wa Mungu mwenzangu. Lakini pia kuna safari ya ndoa, lakini pia kuna safari ya kimahusiano ambayo inawezekana unaendelea nayo. Kwa kuna kila aina ya safari ambazo ziko katika hii dunia, na kila mtu unayemuona katika uso wa dunia anayo safari yake au anazo safari zake ambazo anatembea katika hizo ili kuweza kufika katika hatima yake. Nisikilize,
Unaweza ukawa umebeba kusudi moja, mnaweza mkawa umebeba kusudi moja kwenye maisha kwenu. Inaweza ikawa ni katika eneo la huduma, inaweza ikawa ni biashara, lakini hatima ya kwenu, hatima ya kila mmoja ni tofauti, ni tofauti. Na njia ambayo utaipitia kuweza kufika katika hatima yako, kuweza kufika katika mwisho ambao Mungu ameukusudia kwenye maisha yako ni tofauti kabisa. Hata kama Mungu amewaita ya kwamba nyie ni waimbaji, ni waimbaji wote, lakini kila mmoja anayo njia yake ambayo Mungu atampitisha ili aweze kufika katika hatima yake ambayo Mungu ameweza kumpangia aweze kufikia. Hata kama ni katika eneo la kibiashara, unaendesha biashara, lakini pia kuna mtu mwingine ambaye anaendesha biashara ya aina hiyo. Nisikilize, hatima na njia ya kuweza kupita ili kuweza kufika kwenye hatima ya kwako, hatima ya biashara yako ni tofauti na ile njia ambayo mwingine ataipitia, hata kama biashara ambazo mnaziendesha zinafanana. Mungu anayo njia kwa ajili yako ili kukufikisha katika hatima njema. Najua ya kwamba unayo maono makubwa ambayo umeyaweka ndani yako. Yako maono makubwa, ziko ndoto kubwa ambazo unazo kwenye akili zako. Zingine bado haujaanza utekelezaji wake, lakini zingine upo kwenye progress ukiendelea kuzitekeleza. Nisikilize, njia ya Mungu au mpango wa Mungu ni mwema sana juu ya maisha yako. Mpango wa Mungu ni mwema sana juu ya hatima yako ambayo umeweza kuibeba. Mpango wa Mungu ni mwema sana juu ya maono na ndoto ambazo umeweza kuzibeba. Uwe na hakika kwamba Mungu atakufikisha katika mwisho ulio mwema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumesoma habari za wana wa Israeli kutoka kitabu kile cha Kutoka sura ya 13 na ule mstari wa 17 hadi ule mstari wa 12. Hii ilikuwa ni safari ya wana wa Israeli kutoka katika nyumba ya utumwa baada ya kuwa wamemlilia Mungu na kilio chao kikafika mbele za Bwana. Bwana alipowatazama akayaona machozi yao, akakiona kilio chao, akasikia kuugua kwao. Alipoona hayo yote, akaamua kutengeneza mpango mkakati wa kuweza kuwaokoa na kuwatoa katika nyumba ile ya utumwa, kama vile ambavyo alikuwa ameagana na Ibrahim baba yao. Baada ya Mungu kuwa ameachilia mapigo yale 10 katika nchi ya Misri, baada ya ile pigo la mwisho la wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri kwa wameuawa, Farao moyo wake ukageuzwa. Ulikuwa ni mgumu kuwaruhusu, lakini baada ya ile pigo aliwaruhusu waweze kutoka. Ndipo tunapokuja katika mstari wa 17 anaposema ya kwamba ilikuwa hapo Farao alipowaruhusu watu waweze kutoka katika ile nchi ya Misri, Mungu hakuongoza wale watu kwa njia ya mali. Maana yake Mungu alikuwa na njia 2 ambazo alikuwa amezikusudia hawa watu waweze kupita, na katika hizo njia 2 ambazo zilikuwa zinawafikisha katika nchi ya Kanaani, Mungu aliwachagulia njia ambayo alitambua kabisa ya kwamba wakipita hii njia wataweza kufika katika hatima yao, wataweza kufika katika Kanaani yao. Wasikilize, ilikuwepo njia ambayo ilikuwa ni ya vita, ilikuwepo njia ambayo ilikuwa haina vita, lakini hiyo njia ilikuwa ni ya mbali. Njia ambayo ilikuwa na vita, njia ambayo ilikuwa na majeshi ya Wafilisti ilikuwa ni ya karibu, lakini ilikuwa na kizuizi cha maadui zao ambao walikuwa wakipigana nao vita kwa muda mrefu. Nasikilize, Mungu alipotazama mioyo yao, alipotazama nia zao, akaona kabisa ya kwamba hawa watu nikiwapitisha kwa njia ya maadui zao, watakapokutana vita huko wanakoelekea, watagairi, watarudi katika nchi ya Misri, waendelee kutumikishwa. Nasikilize, ilifika hatua wana wa Israeli wakiwa katika ile nchi ya Misri walizoea yale mateso waliokuwa wanapitia. Kama wasingekuwa wameyazoea
Mungu asingesema kwamba hawa watu watagairi na kurudi katika nchi ya Misri. Kuna wakati ulifika, kazi zao ziligeuzwa, wakazidishiwa kazi walizokuwa wanazifanya. Kazi zao zikageuzwa kuwa ni uchungu. Kazi walizokuwa wanazifanya mwanzo ziliongezewa spidi ili ya kwamba waweze kuwawa, waweze kutoweka katika ile nchi ya Misri. Lakini Biblia inaniambia kwamba kadri walivyokuwa wanazidi kuwatesa, ndivyo ambavyo walivyokuwa wanazidi kuongezeka na kuzidi zaidi katika ile nchi ya Misri. Nisikilize, hatima yako ulioibeba imebeba uwezo mkubwa wa kuweza kuwasaidia watu wengi ambao wanakutazama. Maono yako uliyoyabeba yamebeba kusudi kubwa la kimungu juu ya watu fulani ambao wanajifunza kwako. Nisikilize, utakapopoteza mwelekeo juu ya hatima yako ambayo umeibeba, utapoteza watu wengi sana. Kwa hiyo chunga sana ile njia ambayo Mungu anakuelekeza uweze kuiendea. Chunga sana. Watu wengi kwa sababu ya kujichagulia njia wamejikuta wakiangukia katika mikono ya Wafilisti pasipo wao kupenda. Wamejikuta wakiangukia katika mikono ya maadui zao pasipo wao kupenda. Wamejikuta hatima zao zikifia njiani pasipo wao kupenda, kwa sababu walijichagulia njia za kupita. Nisikilize, unafikiria nini kama hawa wana wa Israeli wangejichagulia njia wakasema kwa sababu walikwea kutoka ile nchi ya Misri wakiwa wamevaa silaha? Unafikiria nini kama wangeamua kupita katika ile nchi katika njia ile ambayo ilikuwa na maadui? Unafikiria nini kama wangeamua kujichagulia njia ya kupita tofauti na ile ambayo Mungu aliwachagulia? Unafikiria nini? Mwisho wao ungekuwaje? Safari yao ingekuwaje? Watu wengi wamekata tamaa katika eneo la huduma na utume ambao Mungu ameweka ndani yao kwa sababu tu walijichagulia njia za kupita. Watu wengi wamevunjika moyo kuendelea na biashara ambayo Mungu aliachilia uwezo ndani yao kwa sababu tu walijichagulia wao ni njia ipi ambayo wanataka kupita. Watu wengi tumewapoteza katika eneo la utumishi kwa sababu ya kujichagulia njia ya kupita. Huduma zao zikafa na zionekani tena. Kama unatamani kufika mbali kwenye maisha yako, kama unatamani kufika mbali katika utumishi wako, kama unatamani kufika mbali juu ya hatima yako, juu ya malengo yako, juu ya ndoto zako ambazo umeziweka, kubali kuongozwa na Bwana. Kubali kutembea katika njia ile ambayo Bwana amekuandalia uweze kupita. Kubali maelekezo ya Bwana anayoachilia kwako juu ya ile njia ambayo Bwana anatamani uweze kupita. Nikukumbushe jambo hili ya kwamba Mungu ni baba yako. Mungu ni baba yako. Kwa hiyo kama Mungu ni baba yako, hawezi akakuongoza katika njia ambayo itakuangamiza. Nisikilize, kama Mungu ni baba yako, tafsiri yake ni kwamba atakuongoza katika njia ile ambayo ataendelea kukuona ukiendelea kustawi na kuongezeka. Atakuongoza katika njia ile ambayo atatamani kukuona hatima yako na maono yako na utume ambao ameweka ndani yako ukiendelea kustawi na kuzaa matunda zaidi kabisa. Hawezi akakuacha upotee. Hawezi akakuacha uangamie. Hawezi akakubali huduma yako iweze kupotea. Hawezi akakubali biashara ya kwako iweze kuangamia, iweze kufa. Lakini ni pale tu ambapo utakubali kutembea katika ile njia ambayo Mungu anatamani uweze kutembea katika hiyo. Ziko njia nyingi ndio, na ninajua kabisa ya kwamba watu wengi hatupendi kupita njia za mzunguko. Huwa hatupendi kuzunguka. Huwa tunapenda shortcut. Ninaelewa kabisa hilo. Hata mimi inawezekana sipendi kuzunguka. Ninapenda njia za mkato. Lakini tambua
lakini unatakiwa kuelewa ni njia ipi ambayo Mungu anatamani uweze kupita ili uweze kufika kwenye hatima ambayo Bwana ameiweka kwako. Kama utajichagulia kupita njia fupi na Bwana hajaikusudia, maana yake yale ambayo utakutana nayo huko mbeleni Bwana hatahusika nayo, kwa sababu utakuwa umejichagulia njia ambayo unataka kupita. Watu wengi katika eneo la huduma, kwa sababu ya kujichagulia njia za kupita, wamejikuta zikiangukia katika mikono ya Wafilisti. Watu wengi kwa sababu ya kujichagulia njia za kupita, biashara zao wamejikuta zikiangukia katika mikono ya Wafilisti, na zilipoangukia kwenye mikono ya Wafilisti, wamejikuta biashara zao na huduma zao na vyote walivyokuwa wamevibeba kwenye maisha vimekufa kabisa, wala havionekani kabisa. Watu wengi kwa sababu ya kujichagulia njia za kupita, wamejikuta elimu zao zimekufa, hazionekani wala hazina thamani. Kwa sababu ya kujichagulia njia za kupita, watu wengi taaluma zao zinaonekana kuwa hazina faida tena, hazina faida, kwa sababu inawezekana elimu zao wamepata degree ndio, lakini ni kwa rushwa ya ngono. Ni njia ambayo umeamua kujichagulia kupita, sio sawa na mpango wa Mungu. Kwa hiyo tegemea tu ya kwamba lazima utafika wakati ambao utalipa gharama ili kuweza kujinasua kutoka kwenye hilo eneo. Watu wengi biashara zao zimekufa kwa sababu walijichagulia njia za kupita, na wanateseka kila itwapo leo. Biashara haziendi, hawaoni matokeo, kumbe mtaji ulipatikana kwa rushwa ya ngono. Usitegemee kuona matokeo, usitegemee kuona mafanikio, usitegemee kuona ya kwamba ukiinuliwa, usitegemee kuona ya kwamba biashara yako ikikua, kwa sababu umejichagulia njia ya kupita, na njia ambayo ulijichagulia ya kupita ni njia ambayo haiko sawasawa na mpango wa Mungu. Kubali kuongozwa na Mungu ili uweze kufika katika hatima ya kwako. Njiani ndio wako Wafilisti, njiani ndio zipo roho zilizojipanga kwa ajili ya kukuvunja moyo, kwa ajili ya kukatisha tamaa ili usiweze kufika kwenye hatima yako. Lakini nakwambia katika ibada leo ya kwamba Bwana ataachilia msaada kwako, na msaada atakaoachilia utakusaidia kuweza kutembea katika mazingira yoyote utakayopitia, na utafika katika hatima iliyo njema, na utafika katika mwisho ulio mwema, na wengi watamtukuza Bwana kwa ajili ya hatua hiyo ulioipata kwenye maisha yako. Wengi watamuinua Bwana kwa sababu ile hatua njema ambayo Bwana ameachilia kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kama vile ambavyo wana wa Israeli Bwana aliweza kuwaongoza mchana na usiku, Biblia inaniambia aliongoza mchana katika wingu, katika nguzo, katika mfano wa wingu, na akawaongoza usiku katika nguzo za moto, ili aweze kuwapa nuru, ili aweze kuwaelekeza ni wapi ambako wanatakiwa kuelekea. Vivyo hivyo kuelekea hatima yako, kuelekea kwenye Kanani yako, Bwana aachilie nguzo za moto siweze kukuongoza katika jina la Yesu. Utakapokutana na roho za kukatisha tamaa, neema ya Bwana na utukufu wake uliokutangulia ukupe uwezo na nguvu za kuweza kuendelea mbele tena zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Utakapokutana mazingira yanayokuvunja moyo, uweze kukata tamaa kuendelea na kusudi la Bwana. Bwana achilie neema ya kwake, Bwana achilie ukuu kwake, Bwana achilie neema yake iendelee kukufaa na ikutegemeze kuweza kutembea katika mazingira yote katika jina la Yesu. Na hatima ya kwako ikawe ni hatima yenye matokeo, hatima ya kwako ikawe ni njema, wengi wakamwone Bwana kupitia huduma na vipawa ambavyo Bwana ameachilia ndani yako. Bwana hawezi akakuacha, Bwana hawezi akakuacha. Elewa hilo, usije ukasahau. Bwana hawezi akakuacha. Kama umebeba maono ya kimungu ndani yako,
umebeba wazo la biashara ndani yako, umebeba wazo la kumtumikia Mungu ndani yako, wewe ni mwanafunzi, Mungu hawezi akakuacha. Hatima ya kwako itakuwa ni njema sana. Hatima ya kwako haitakuwa ya kawaida, kwa sababu itatanguliwa na Bwana. Mchana na usiku atakuwa pamoja na wewe, kuweza kukufikisha katika ile hatima iliyo njema, kuweza kukufikisha kula ambako amekusudia uweze kufika, na utafika salama. Hatima yako ni njema sana. Mungu hawezi akakuacha. Mungu hawezi akakuacha utembee peke yako. Wewe ni mtoto wa kwake, kwa hiyo hawezi akakubali akuache uangamie pamoja na maono yako uliyoyabeba. Ngoja niseme jambo hili, ili uweze kufika kwenye hatima yako iliyo njema, Mungu anaweza kukupitisha katika njia zifuatazo. Andika tu, ili kufika kwenye hatima yako, Mungu anaweza kukupitisha katika njia zifuatazo. Njia ya kwanza, njia ambayo hauijui na haujawahi kuipita. Njia ambayo hauijui na haujawahi kuipita, ila kuna mtu ambaye amewahi kupita katika hiyo njia. Mungu anaweza kupitisha katika njia ambayo hauijui na haujawahi kuipita, na kuna watu ambao wameshawahi kupita katika hiyo njia. Hiyo ni njia. Inaweza ikawa ni katika eneo la huduma, inaweza ikawa ni katika eneo la biashara, inaweza ikawa ni katika eneo la kiuchumi. Mungu anaweza akakupitisha katika njia ambayo haujui kabisa na hujawahi kuipita, lakini kuna mtu ambaye au kuna watu ambao wameshawahi kupita au kupitishwa katika hiyo njia. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba unaweza ukajifunza kwao, unaweza ukaenda kuchukua experience kwao, vile ambavyo unaweza kuvuka katika hilo eneo, kwenye hiyo changamoto ambayo unaipitia, kwenye hiyo njia unayopitia. Inawezekana umefika mahali umeona jangwa kabisa na uoni ya kwamba unaweza ukatoka mahali hapo. Unaona milima imekuzunguka, unaona jeshi la Wafilisti limekuzunguka, hauelewi ni jinsi gani unaweza ukatoka mahali hapo. Mpango wa Mungu juu ya maisha kwako na njia hiyo ni mwema sana, ni mwema sana. Bwana kuinulia watu ambao watakusaidia kukuvusha katika hayo mazingira magumu ambayo unayapitia na uweze kufika kwenye hatima yako iliyo njema. Bwana kuinulia watu ambao watakutia moyo juu ya safari yako kuielekea hatima yako njema. Mungu akuinulie watu ambao utaambatana nao katika kuyatimiza maono yako makubwa na ndoto zako ambazo unaendelea nazo kuzitimiza sasa. Mungu akuinulie watu ambao utaambatana nao, watu wenye faida, watu potential ambao watafanyika kwa msaada mkubwa juu ya kutimiza malengo na ndoto ambazo umezibeba ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata kama haujawahi kupita kwenye hiyo njia ambayo unapita sasa, wako watu waliopita. Bwana atakuinulia na hao watakusaidia kuweza kuvuka katika hilo eneo, na utavuka hakika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na njia ya pili ambayo Mungu anaweza kupitisha ni njia ambayo haujui na haujawahi kupita, na hakuna mtu yeyote ambaye amewahi kupita katika hiyo njia. Njia ambayo hauijui na haujawahi kupita, na hakuna mtu yeyote ambaye amewahi kupita katika hiyo njia. Mungu anaweza kukupitisha katika hiyo njia. Kwa unapopita katika hiyo njia kuweza kuelekea hatima yako, wewe unakuwa ni muasisi na mwanzilishi wa kupita katika hiyo njia ambayo unaipitia. Unakuwa ni muasisi. Mfano mzuri wa mtu ambaye aliweza kuwa muasisi wa njia ya namna hii ni Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anauelekea msalaba, hakuwepo mtu mwingine ambaye aliwahi kupita katika hiyo njia. Yesu Kristo wakati anauelekea msalaba,
Yesu Kristo wakati anaenda msalabani, hakuwepo mtu mwingine ambaye alikuwa amewahi kupita katika hiyo njia, hakuwepo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ni muasisi wa njia hiyo ambayo alikuwa anaipita, ambayo ni njia ya msalaba. Vivyo hivyo unaweza ukawa unapita katika njia ngumu ambayo haujawahi kupita na haujui, lakini pia hakuna mtu yeyote ambaye amewahi kupita kwenye hiyo njia. Ni njia ngumu sana. Ndio maana ilifika hatua Yesu Kristo kabla hajafikia msalaba alianza kukata tamaa. Aliona kukata tamaa kuweza kuelekea ule msalaba, lakini yuko Baba ambaye alikuwa amemtuma aweze kuja duniani kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Alituma malaika wake, alituma malaika zake, wakaja kwake wakamtia nguvu, na alipotiwa nguvu akaendelea kupambana kuelekea msalaba. Nisikilize, inawezekana umefika hatua umekata tamaa kabisa kuweza kuelekea kwenye hatima yako. Inawezekana umefika wakati umevunjika moyo kuendelea na safari hiyo kuelekea hatima yako, lakini yuko Bwana ambaye ana mpango mwema juu ya maisha yako. Atatuma malaika zake, atakutia nguvu, na utaendelea kupambana, utaendelea na safari yako kuelekea hatima yako. Hautakomea njiani. Huduma yako haitakomea njiani. Biashara yako haitakomea njiani. Elimu yako itaonekana kuwa ni yenye faida, kwa sababu uliyembeba ndani yako ni Mungu mwenye uwezo na nguvu nyingi. Amini tu kwamba Mungu ana uwezo wa kukusaidia. Hata kama haujui ni wapi ambapo unatakiwa kupita, amini tu kwamba Mungu ana uwezo wa kukusaidia kuweza kukufikisha katika hatima iliyo njema. Usikate tamaa, usivunjike moyo na mazingira unayokutana nayo. Usikatishwe tamaa na changamoto unazokutana nazo kuelekea kwenye hatima yako. Nisikilize, hatima yako ni kubwa mno kuliko unavyojiona leo. Hatima yako ni kubwa mno kuliko unavyojitazama leo. Inawezekana unajitazama, unajidharau, unajiona mtoto mdogo, unajidharau, unajiona ya kwamba mimi siwezi kubeba vitu vikubwa vya namna hii, lakini nakwambia ya kwamba Mungu aliyekubebesha hayo maono, Mungu aliyekubebesha hiyo hatima ndani yako ataitimiza hakika. Hata kama ni kubwa, hata kama unaiona ya kwamba si level yako, lakini nakwambia ya kwamba Bwana atakutia nguvu, Bwana atakupa ujasiri, Bwana atakupa uvumilivu ambao utakusaidia kuweza kufika kwenye hatima yako njema ambayo Bwana ameweza kukuandalia. Wana wa Israeli wakiwa katika safari yao kuelekea kwenye Kanaani yao, walipita kwenye mazingira magumu, walipita kwenye changamoto ngumu, walipita kwenye njia zilizokuwa za kawaida, walipita kwenye hizo njia. Lakini kuna vijana wawili ambao hawakukata tamaa pamoja na mazingira waliokuwa wanayapitia, na mwisho wao na hatima zao zikawa ni njema. Mpaka leo tunajifunza kwao. Kasome habari za kina Kalebu na Yoshua, vile ambavyo Mungu aliwavika nguvu na uwezo usiokuwa wa kawaida, pamoja na changamoto walizokutana nazo, pamoja na vitisho walivyokutana navyo kwenye maisha yao. Lakini hao watu hawakukata tamaa, lakini hao vijana hawakukata tamaa kabisa. Waliendelea kupambana na kupambania hatima zao mpaka pale ambapo walipoona matokeo, mpaka pale ambapo walipoona ya kwamba zimefanikiwa. Kuna mtu mmoja amepita tu kwenye changamoto kidogo, amepita tu kwenye mazingira magumu kidogo, amekata tamaa kabisa, wala haoni hamu ya kuendelea kupambana na kupambania hatima yake. Haoni. Nazungumza na mtu mmoja ambaye ndani yake Mungu alikuwa ameweka kusudi kubwa ndani yake ili aweze kulitimiza akiwa ndani ya kanisa la Baba, lakini amekutana na mazingira magumu, amedharauliwa, huduma yake imeonekana kuwa haifai, amekata tamaa.
na anajitia moyo kabisa kwamba kama kazi ya Mungu au utumishi uko kwa namna hii, mimi siwezi. Ukidhani ya kwamba unafanya vema, la hasha, la hasha, la hasha. Wako watu ambao walipita kwenye mazingira na nyakati ngumu kuliko wewe, lakini waliendelea kuzibeba imani, lakini bado waliendelea kubeba kusudi la Mungu kwenye maisha yao, mpaka pale ambapo walipoona ya kwamba kusudi la Mungu limeweza kutimia. Kuna mtu mmoja nilikutana naye mahali fulani, alikuwa ni mwimbaji mzuri, mwimbaji mzuri. Akiimba ni kweli wingu linashuka, akianza kusifu, akianza kuabudu, ni kweli watu wanamuona Mungu. Ilifika hatua huyu kijana, huduma yake ndani ya kanisa ikaanza kuponywa mawe, wakaanza kumsema vibaya. Sasa alipoona yote hayo yakiendelea kufanyika, akasema siwezi kuendelea na kazi hii, siwezi kuendelea kumtumikia Mungu kwenye hii huduma. Alichokifanya huyu kijana, aliliacha kusudi, akaliacha kusudi, akalisukumizia mbali, akidhani ya kwamba anafanya vema, akidhani ya kwamba anafanya vema. Nisikilize, kama Yesu mwenyewe alidharauliwa, thamani yake watu hawakuiona, heshima yake hakuiona yeye mwenyewe. Walimtemea mate, walimchapa kwa mijeledi, walimchoma kwa mkuki. Wewe ni nani? Na alikuwa amebeba kusudi kubwa la kuweza kufikia ulimwengu wote. Wewe ni nani? Na inawezekana wewe ndio kwanza tu umetiwa mikononi mwa wanyang'anyi, bado hata mijeledi haujapigwa, ndio kwanza umekata tamaa, ndio kwanza umevunjika moyo, ndio kwanza hauoni ya kwamba unaweza ukaendelea kumtumikia Mungu na kuitimiza kusudi lake. Wanaweza akiwa jangwani, walipita kwenye mazingira magumu, walipita kwenye nyakati ambazo walikosa chakula, walipita kwenye mazingira ambayo walikosa maji, lakini waliendelea kumwamini Mungu, lakini bado waliendelea kumtegemea Bwana, wakiamini kwamba yeye peke yake ndiye ambaye ana uwezo wa kuwasaidia. Nisikilize, hatima yako imefichwa ndani ya kusudi la Mungu ambalo Bwana ameliachilia ndani yako. Hakuna namna ambavyo unaweza ukafika kwenye hatima iliyo njema pasipo kulitumikia kusudi la Mungu. Hauwezi ukafika kwenye mwisho ulio mwema, watu wakamtukuza Mungu kupitia huo mwisho mwema ulio nao, kama hautakaa katika position ya kutumikia kusudi la Mungu. Watu hawatanufaika, hautafika kwenye hatima yako, hautafika. Kama uliza wana wa Israeli, baada ya kuwa wamepoteza imani yao juu ya Mungu ambaye aliwatoa katika nchi ya Misri, hawakufika kwenye hatima yao. Badala yake wakafika watu wawili peke yake kati ya mamilioni ya watu ambao Mungu aliweza kuwatoa katika ile nchi ya Misri. Ili uweze kufika kwenye hatima yako, kubali kukaa katika kusudi la Mungu, kubali kukaa katika kumtumikia Mungu, ili aweze kukusaidia, ili aweze kukupa nguvu, ili aweze kukupa neema ya kwake na kibali chake katika kuifikia hatima yako iliyo njema. Yes. Soma nami katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12 na mstari ule wa 40 na mstari wa 41. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12 na mstari ule wa 40 na 41. Neno la Mungu linaniambia hivi. Basi wana waweze kukaa kwao
maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Miaka 430, 41. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Kitu kimoja ambacho natamani nikuambia mahali hapa ya kwamba hata kama umekaa katika hali ya utumwa kwa muda mrefu kiasi gani, Bwana anaiangalia hatima yako iliyo njema. Hata kama umekaa katika hali ya utumwa kwa muda mrefu kiasi gani, Bwana anayo hatima njema kwa ajili yako. Anayo njia aliyoiandaa kwa ajili yako atakayokupitisha uweze kufika kwenye hatima njema ambayo Bwana ameikusudia kwa ajili ya maisha yako. Hata kama umedharauliwa, hata kama thamani yako haionekani, haijaonekana kwa muda mrefu kiasi gani, lakini hatima yako ni kubwa sana Mungu alionayo. Hatima yako ni kubwa sana kuliko unavyofikiria. Hatima yako ni kubwa sana kuliko unavyojiona. Nisikilize. Waliweza walikaa utumwani muda wa miaka 430, lakini katika hiyo miaka 430 bado mpango wa Mungu ulikuwa ni mwema juu ya maisha yao. Hatima yao ilikuwa pale pale kama vile ambavyo Bwana alikuwa ameikusudia. Acha wakudhalau leo. Acha thamani yako isionekane leo. Acha heshima yako isionekane leo. Lakini nakwambia ya kwamba hatima ya kwako ni kubwa sana. Bwana atakapokuinua, Bwana atakapokupandisha, watu wengi watabarikiwa na utumishi wa kwako. Watu wengi watabarikiwa na maisha ya kwako. Watu wengi watabarikiwa na biashara ya kwako, elimu ya kwako, taaluma ya kwako. Wengi watanufaika nao kwa sababu ndani yako kitakuwa kimewekwa na utakuwa umebebeshwa kitu cha kimungu ndani yako kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine waweze kumwona Bwana. Usikate tamaa, usivunjike moyo juu ya njia ambayo unaipitia. Inawezekana ni kweli ni njia ya mapito na magumu, lakini nakwambia mwisho wako ni mwema sana. Hatima yako ni njema sana. Ni njema sana. Kwa maana mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni mwema. Kama Mungu alivyowakumbuka wana wa Israeli wakiwa utumwani kwa muda wa miaka mingi, vivyo hivyo Mungu akakukumbuke na wewe juu ya mapito na changamoto ambazo unazipitia leo katika jina la Yesu. Kama vile ambavyo wana wa Israeli waliweza kukumbukwa na Bwana wakiwa katika hali ngumu ya mateso na kuonewa kwingi, Bwana akaikumbuke biashara yako ambayo imepigwa, ambayo inapita kwenye changamoto ngumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama vile ambavyo Bwana aliweza kuwakumbuka wana wa Israeli katika utumwa mzito, Bwana akaukumbuke uzao wako unaopita kwenye mazingira magumu, unaopita kwenye nyakati ngumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asipunguke kwako, asikuache hata kidogo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika kitabu kile cha Mithali, sura ile ya 14 na mstari ule wa 12. Kitabu kile cha Mithali sura ile ya 14 na mstari ule wa 12, Biblia yangu inaniambia hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Nisikilize. Kujichagulia njia ya kupita ili uweze kufika kwenye hatima yako. Kujichagulia njia ya kupita ili uweze kufika kwenye Kanaani yako. Unaweza ukachagua njia ambayo inaua kabisa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Wako watu wengi ambao walijichagulia njia za kupita na matokeo yake huduma zao zimekufa, biashara zao zimekufa, elimu zao hazionekani kuwa ni zenye thamani, uchumi wao umekufa. Nisikilize vizuri.
Alikuwepo mtu mmoja katika mkoa wa Simiyu. Huyu mtu alikuwa na duka kubwa, na duka hili alikuwa anauza viatu. Alikuwa anatembea kwenye masoko mengi sana ambayo alikuwepo kwenye ile wilaya, kwenye ule mkoa. Alizunguka sana. Lakini alivyokuwa anazunguka hivyo, alikuwa na duka la jumla ambalo alikuwa analiacha pia likiwa limejaa. Nisikilize mtu wa Mungu, utanielewa kila ambacho nataka kukuambia katika ibada hii ya leo. Huyu mtu aliendelea kufanya hivyo, alikuwa na familia yake nzuri tu, lakini kumbe biashara yake ilikuwa ni biashara ambayo ametafuta kwa njia za kichawi, ametafuta kwa njia za kiganga. Nisikilize, kadri muda ulivyokuwa unaenda, duka lake lilikuwa linazidi kuongezeka, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda zaidi, duka lake lilianza kuisha vibaya sana. Na mpaka tunavyozungumza hivi leo, duka lake halipo. Biashara alizokuwa anazifanya hazifanyi tena. Pesa alizokuwa anazipata hazipati tena, hako nazo. Nisikilize, ni kwa nini? Ni kwa sababu alijichagulia njia ya kupita. Aliona njia ya kutumia ndagu, njia ya kwenda kwa mganga, njia ya kutumia dawa za kishirikina ni njia sahihi kwake, lakini ilimpesa, imekuja kumgharimu. Mwisho wake umekuja kuonekana kuwa ni mbaya sana, na hautamaniki kabisa. Maisha yake sasa hayatamaniki. Ndipo Sulemani anakuja anasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Huduma za wengi zimekufa kwa sababu ya kujichagulia njia. Elimu za wengi zimekufa kwa sababu ya kujichagulia njia. Biashara za wengi zimekufa kwa sababu ya kujichagulia njia. Wako watu ambao walianza vizuri kwenye utumishi wao, lakini mwisho wao umekuja kuwa ni mbaya sana. Wako watu ambao wakiwa vijana walikuwa ni watumishi wazuri, lakini mpaka tunavyozungumza leo hatuwaoni tena. Wameshazimwa, nao wakazimika mazima, hawaonekani kwa sababu walijichagulia njia. Inawezekana nazungumza na wewe katika usiku wa leo, ulikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri, lakini ilifika hatua au imefika wakati utumishi wako hauoni tena lile kusudi ambalo Bwana alikuwa ameweka ndani yako, haulioni. Yako matumaini kwa mtu uliokatwa ya kwamba kwa matone ya maji utachipuka tena. Nami nakwambia katika usiku wa leo, Bwana akaichipushe tena huduma ya kwako katika jina la Yesu. Bwana akakuinue tena, akakufute hata mavumbi ulionao kwenye miili yako, atayafute katika jina la Yesu. Vazi la kwako, vazi uliokuwa umevikwa, Bwana akaliondoe katika jina la Yesu, akakuvike vazi jingine jipya litakalokupa uwezo na nguvu za kuendelea kupambana zaidi na kuitumikia kusudi la Mungu katika jina la Yesu. Na hatima ya kwako ikawe njema, ikawe yenye matokeo, ikawe ni yenye faida ndani ya kanisa na ndani ya taifa letu zuri la Tanzania. Usijichagulie njia ya kupita. Wewe ni kijana ndio, lakini usijichagulie njia ya mkato. Unataka kuoa, uko kwenye mahusiano, hakuna njia ya mkato kuelekea safari ya ndoa. Hakuna njia ya mkato. Na kama utapita njia ya mkato, uwe na uhakika baadaye itakugharimu. Kubali kutembea katika njia ambayo Bwana anakuongoza. Watu wengi wamejikuta wakiangukia kwenye mikono ya Wafilisti
wakidhani ya kwamba hawa ni watu ambao watawana nao. Wamejikuta wanaangukia kwenye mikono ya Wafilisti, wamejikuta wakipita kwenye njia za Wafilisti, na hizo njia zimewaumiza na zimewatesa vibaya sana, hawana hamu. Kubali kuongozwa na Bwana. Kubali kutembea katika njia ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili yako. Hata kama ni njia ya mbali, hata kama ni njia ya kuzunguka, lakini hiyo ndiyo njia salama kwako. Hata kama ni njia ya mbali, hiyo ndiyo njia ambayo inakufikisha kwenye hatima, kama vile ambavyo Bwana ameweza kukusudia kwenye maisha yako uweze kufika. Usipende kupita njia za mkato. Msikilize Roho wa Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Msikilize Roho wa Mungu anakuambia nini juu ya utume na huduma ambayo Bwana ameiachilia ndani yako. Kubali kumsikiliza Bwana. Ndani yako umebebeshwa kitu kikubwa sana. Nazungumza na watumishi wakubwa sana ambao ndani yao wana mwako wa Roho Mtakatifu kwenye eneo la utumishi. Usikubali kupita njia za mkato. Usikubali kupita njia za mkato. Baba yangu alikuwa ananiambia ya kwamba wakati anaanza utumishi, wakati anaanza huduma, wakati ameitwa na Mungu kuweza kumtumikia Mungu, kuna watu ambao walimfuata na kumwambia, "Isee mzee, kwenye huduma hii ambayo umepewa ya kusimamia kanisa, hauwezi ukaifanya hivi hivi ikawa ni yenye matokeo. Twende tukupeleke kwa mganga fulani ambaye anaweza akakusaidia kuweza kuionyesha thamani ya huduma ambayo unaifanya iweze kukubalika machoni pa watu." Lakini mzee aliwaambia ya kwamba yule aliyeniita ndiye ambaye atanitambulisha. Yule aliyeniita ndiye ambaye atakayenipa kibali. Yule aliyeniita akaachilia neema kwenye maisha kwangu, thamani ya utumishi wangu, ndiye ambaye atakayeonyesha kwa watu ambao ameweza kunipatia. Nisikilize. Kukubalika kwako kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako, hakutegemei kwenda kutafuta nguvu za kichawi, hakutegemei kwenda kutafuta nguvu za kiganga. Hizo ni njia za mkato, ni njia za mkato. Haina maana kwamba ukimtegemea Bwana hautakubalika, hautapata kibali machoni pa watu. Haina maana kwamba huduma yako itatambulika, la hasha. Tuko tunamtumikia Mungu na huduma zetu zinatambulika vizuri sana. Wako watu wengi ambao wanamtumikia Mungu kwa uaminifu wote, na huduma zao zina matokeo makubwa sana. Wengi wanafunguliwa, wengi wanaokolewa kupitia huduma ambazo Bwana ameachilia ndani yao. Inawezekana imefika mahali umepita katika njia ambazo ulikuwa hujakusudia. Umepita katika njia ambayo ulikuwa hautegemei kuweza kupita. Inawezekana ni kwenye safari ya mahusiano ulionayo. Inawezekana ni kwenye safari ya elimu ya kwako. Inawezekana ni kwenye safari ya utumishi wa kwako. Umejikuta umepita kwenye njia ambayo ni ya Wafilisti. Umejikuta umeangukia kwenye mikono ya Wafilisti, na kuambia kwamba huna uwezo wa kuanza upya tena katika usiku wa leo. Una uwezo wa kuanza kwa upya tena. Bwana yupo kwa ajili yako, naye atakusaidia kuweza kuanza kwa upya. Na utakapoanza kwa upya, Bwana ataiachilia hiyo neema na uweza wako ndani yako. Utatembea na huduma ya kwako itakubalika, na utumishi wa kwako utaonekana kuwa ni wenye thamani. Biashara ya kwako itaonekana kuwa ni yenye faida kubwa katika dunia yote. Kubali kuanza upya. Ukienda kusoma katika kitabu kile cha Danieli sura ya 4 na mstari wa 32 hadi wa 36, utasoma, utaona kuna habari za mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa Nebukadneza. Katika uongozi wa mfalme huyu ulifika wakati, yalifika majira ambayo haki haikutendeka katika uongozi wake. Alianza kuwanyanyasa watu. Haki
haki haikuwepo, hakukuwepo kuthaminiwa kwa watu. Mungu alichokifanya ni kuweza kumwondoa katika ufalme wake kwa kipindi fulani, akampeleka porini, akakaa huko kwa kipindi fulani. Na akiwa amekaa huko, amekaa kwa muda mrefu, akiwa anachunga kama ng'ombe. Aliambiwa atakunywa maji ya umande, na alikuwa anakula manyasi kama ng'ombe, kwa sababu alichagua njia ya kupita. Akapelekwa porini. Lakini ule mstari wa 36 Biblia inaniambia kwamba alikaa katafakari, fahamu zake zikamrudia, ufahamu wake ukamrudia. Na ulipomrudia ufahamu wake, akajua ya kwamba kuna mahali alizingua. Akaomba toba, na alipoomba toba, Mungu alimrudisha kwenye ufalme wake. Inawezekana umefika mahali kwa sababu ya kujichagulia njia. Unaona mambo hayaendi, uko porini, unachunga kama ng'ombe, unakunywa maji ya umande. Unayo nafasi ya kuanza kwa upya, unayo nafasi ya kuomba toba, naye Bwana akakusamehe na kukurehemu kabisa, ukaanza kwa upya tena. Hauna haja ya kujilaumu juu ya njia hiyo ambayo ulikuwa unaipitia. Una uwezo wa kuanza kwa upya. Ni kweli umezingua mahali fulani, ni kweli ulifeli mahali fulani, ni kweli ulitanga mbali na njia ya Bwana, ndio, lakini bado unayo nafasi mbele za Bwana. Thamani ya huduma yako mbele za Bwana ni kubwa sana kuliko unavyofikiria. Anakusubiria urudi magotini pake kwa moyo wa unyenyekevu na kwa moyo uliotubu, ili aweze kukurejesha tena kwenye hatima ya kwako iliyo njema kabisa. Hatima yako ni njema. Mungu anayo njia kwa ajili yako kukufikisha katika mwisho ulio mwema. Mungu anayo njia kwa ajili yako. Hata kama umekatishwa tamaa, hata kama umevunjika moyo, hata kama umedharauliwa vya kutosha, lakini Mungu anayo njia kwa ajili yako kukufikisha katika mwisho ulio mwema. Na utakapofika kwenye mwisho mwema, utastareheshwa na Bwana. Bwana atakuheshimisha, thamani yako itaonekana tena, huduma yako itaonekana tena. Hata kama ilikuwa haionekani kwa kipindi fulani, Bwana ataifanya ionekane, Bwana ataifanya thaminike. Hata kama watu walikuwa hawaioni, kwa sababu umekubali na umetii na umerudi mbele zake kwa moyo wa unyenyekevu na moyo uliotubu, Bwana atakuheshimisha tena, Bwana atakuinua tena, Bwana atakuongoza kwa namna sio kwa ya kawaida, na utukufu wa Bwana utakuwa pamoja nawe. Kama alivyoongoza wana wa Israeli mchana na usiku, Bwana atakuongoza na wewe pia. Bwana atakuongoza na wewe pia. Tunapomalizia mahali hapa, pata dakika tu chache za kwenda mbele za Mungu na kuomba kwa ajili ya kuombea hatima yako. Inawezekana ilifika mahali ulikatishwa tamaa. Nikiwa mahali fulani kwenye usharika fulani, nilikuwa nafundisha somo fulani ambalo lilikuwa linagusa namna ambavyo watu wameliacha kusudi la Mungu kwa sababu ya kukatishwa tamaa na maneno ya watu. Kijana mmoja akasema kwamba kuna mambo fulani yaliweza kutokea. Nilikuwa nimepanga kuacha kabisa kumtumikia Mungu, nibaki tu kuwa kama msharika. Alikuwa ni mwimbaji, lakini kwa somo lile liliweza kubadilisha mtazamo wake. Hata kama umedharauliwa, thamani ya huduma yako haikuonekana. Nenda tukaombe kwa ajili ya hatima yako. Omba tu kwa ajili ya hatima yako kwenye eneo la huduma yako. Omba tu kwa ajili ya hatima yako kwenye biashara yako. Inasuasua ndio, lakini mwambie Bwana, nahitaji msaada wako.
Nahitaji neema yako ya juu yangu kwenye huduma na utumishi ambao umeweka ndani yangu. Niuone msaada wa kwako, niuone uwezo wa kwako ukienda pamoja nami. Na kama kuna mahali ulifika ukabugi, ukatanga mbali na njia ya Bwana, ninatumbeleza Bwana kwa moyo wa toba, naye Bwana atakurejesha. Tuombe. Mungu uliye mwema, nalinua, naliadhimisha, nalitukuza jina lako kwa neema yako na uwezo wako wako. Asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Asante kwa ajili ya vijana wako hawa ambao Bwana wamejiungamanisha kwenye madhabahu yako hii. Nalibariki jina lako na tumesikia kutoka kwako. Tumesikia kutoka kwako. Tunaomba toba na msamaha kwako pale ambapo Bwana tulienda kinyume na mapenzi ya kwako, tulitanga mbali na njia yako, tukafuata njia zetu wenyewe, na matokeo yake tumejikuta Bwana tumeangukia katika mikono ya Wafilisti. Tumejikuta Bwana tukiangukia katika njia za wanyang'anyi. Tunaomba toba na msamaha kwako, tutakase na kuturehemu Bwana. Ni kweli Bwana tulikukosa wewe, tulikutenda dhambi, na inawezekana huduma zetu tumezifanya Bwana, lakini si katika viwango ulivyokuwa umevikusudia. Tulipokatizwa tamaa, tulikata tamaa tukarudi nyuma. Turehemu, 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 turehemu. Achilia neema ya kwako juu ya binti yule Bwana aliyekata tamaa. Ndani yako ulikuwa umebeba mzigo mkubwa katika eneo la utumishi, lakini kwa sababu ya watu wanaomzunguka, watu waliokuwa wameambatana nao, wamemvuta nyuma. Katika jina la Yesu, naomba toba na msamaha kwake. Naomba toba na msamaha kwake. Achilia neema ya kwako na uwezo wa kwako uwe juu yake Bwana. Mtegemeze. Inue huduma yake tena. Iinue huduma yake tena. Iinue huduma yake tena ikaonekane kuwa ni yenye thamani. Iinue huduma yake tena ikaonekane kuwa ni yenye faida. Inua utumishi wake tena. Inua biashara yake. Inua elimu yake kwa jina la Yesu, vikaonekane kuwa ni vyenye faida kwa utukufu wa jina la kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achilia uwezo wa kimungu na mamlaka ya kwako akaendelee kushuka na kuonekana. Tazama Bwana, kuna kijana mmoja aliyebeba kusudi kubwa ndani yake Bwana, amebeba maono makubwa ndani yake Bwana, katika eneo la utumishi juu ya taifa letu la Tanzania, kwa ajili ya ulimwengu wote. Amebeba kusudi kubwa. Naomba neema ya kwako endelee kuwa pamoja naye, usipunguke kwake. Muongoze Bwana, maono hayo na ndoto hizo sikapate kutimia kwa utukufu wa jina la kwako. Nakataa roho za kukatizwa tamaa, nakataa roho za kuvunjwa moyo. Tukachia katika jina la Yesu, tukachia katika jina la Yesu, tukachia kwa jina la Yesu. Nachia uwezo wako wako, nachia nguvu zako ziendelee kuwa pamoja naye. Wingu lako limtangulie Bwana mchana kama nguzo, na wingu la moto wako limtangulie usiku kuweza kufika kwenye hatima yake kwa utukufu wa jina la kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya kimungu na uwezo wa kwako ukaendelea kushuka na kudhihirika, na msaada wa kimungu ukathibitike na kuonekana Bwana kwa utukufu wa jina la kwako. Asante Mungu uliye mwema, kwa maana utukufu wako na uwezo wa kwako utakuwa pamoja nasi katika kila hatua, kwa kuwa tumeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana. Ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya semina yetu, wewe uliyehudhuria, Mungu akubariki sana. Lakini niendelee kukukumbusha kwamba una kila sababu ya kumwalika rafiki yako na jirani yako, ndugu zako, ili ya kwamba tuendelee kuhudumia kwa pamoja katika madhabahu hii. Na hakika kabisa ni kwamba mpaka tunaenda kumaliza siku zetu hizi 4, liko jambo ambalo Bwana atalifanya kwenye maisha yako. Usikose siku ya kesho, na Mungu achilie neema na kibali mbele zako. Muda unaofuata ni muda wa kumtolea Mungu sadaka na dhabihu ambazo Bwana ameziachilia kwetu.
Tatoa sadaka kupitia hizo namba ambazo zinapita kwenye skrini hapo. Utatumia hizo namba kuweza kutoa sadaka yako, na hakika kabisa kwamba Mungu ataendelea kusimama kwa ajili ya hatima yako, na hatima yako itakuwa ni bora, itakuwa ni njema, na itakuwa ni yenye matokeo makubwa kabisa. Toa sadaka yako ukiwa unajiungamanisha na maombi haya ambayo tumeweza kuyaomba. Mungu aendelee kusimama na kuonekana zaidi. Mungu akubariki sana na endelee kukutia nguvu. Karibu sana kwa ajili ya siku ya kesho. Funika macho yako niweze kuomba kwa ajili ya sadaka yako. Mungu uliye mwema, tunaendelea kuhitaji msaada wako. Tazama watoto wako wamekuja madhabahuni pako wakiwa wamebeba sadaka zao za shukrani. Achilia neema ya kwako na uweza wako kuendelea kwa juu yao. Sadaka hii ambayo Bwana watoto wako wameitoa kwa ajili ya kujenga mwili wako pamoja na mahitaji walioambatanisha, achilia uweza wa kwako na mamlaka yako. Kama vile ambavyo sadaka na sala za Kornelio ziliweza kufika madhabahuni pako, vivyo vile Bwana ni maombi ya kwangu, sadaka na sala hizi tulizozifanya zifike madhabahuni pako, juu ya eneo la hatima za kwetu. Bwana, msaada wa kwako ukaendelee kwa pamoja nasi katika kila hatua, kwa utukufu wa jina la kwako. Asante Bwana, kwa maana utatubariki na utambariki kila mmoja kwa utukufu wa jina lako. Na tunapoilisha ibada hii Bwana, tunaomba msaada wa kwako endelee kwa pamoja nasi, ukatuhudumia na kutulinda kwa utukufu wa jina la kwako. Na mbegu hii ambayo umeipanda na kuiachilia kwenye mioyo yetu Bwana, naomba uweza wa kwako na nguvu zako Bwana zikaendelee kusimama na kuonekana Bwana, ikaendelee kuzaa matunda, na matunda ya kwake yakapate kukaa kwa utukufu wako na mamlaka yako. Asije mnyang'anyi akaitoa hii mbegu ambayo Bwana umeipanda ndani ya mioyo yetu kwa utukufu wako na mamlaka yako. Katika jina la Yesu tunaachilia ulinzi wa kwako ukaendelee kwa pamoja nasi usiku wewe Bwana, tulinde na kutunzwa na mamlaka ya kwako kwa utukufu wa jina la kwako. Asante Bwana, kwa maana utatimiza lililo lako kwa utukufu wa jina la kwako. Kwa tumeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu. Amen.